Tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2025, Naibu Kamishna wa Magereza Ahmed Mwendadi kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza ameongoza mamia ya waombolezaji kwa ajili ya kupumzisha mwili wa ex-ACP Gibson Ruben Mwakibibi katika nyumba yake ya milele. Akihubiri katika mazishi hayo yaliyofanyika nyumbani kwake marehemu kijiji cha Ipugi wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya, mchungaji wa kanisa la Moravian Musa Mwakabeleke amewaambia waombolezaji kuwa na maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, kwani duniani tunapita. Biblia inasema atabeba furushi lake mwenyewe kwenda nalo mbele za Baba aliyemuumba. Leo ni zamu ya Afande Mwakibibi, na kesho ni wewe au mimi. Kila mmoja ataenda mbele za Bwana. Sema amina waombolezaji. Kikubwa ambacho nitaka kusema hapa bila kuvuta muda ni kwamba duniani tunapita. Naomba ukubali kwamba duniani tunapita. Hakuna ambaye ana hatimiliki ya kuishi hapa. Awe mwanaume, awe mwanamke, awe amesoma au hajasoma, awe na ndoa, hana ndoa, awe na vizia ndoa za wenzake au ni mwaminifu sana. Naomba ukubali kwamba unapita. Hivyo ulivyo unapita. Ninarudia, mfano huu nimeutoa mara kadhaa. Kama unataka kujihakikishia mwenyewe, kama ulikumbuka miaka 10 iliyopita ulipiga picha fulani, photograph, ulikuwa nayo, umeweka ukutani au umeweka kwenye media, naomba basi nenda katengeneze ile picha, kaitoe, iwe kwenye hard copy. Sasa ile picha ya miaka 10 uishike mkono wa kuume au wa kulia, alafu chukua na kioo, kile kioo shika mkono wako wa kushoto. Kwa hiyo nenda pale mbele ya zile picha mbili, angalia picha uliopiga miaka 10 iliyopita, alafu geuza tena macho, angalia kwenye ile picha ya sasa. Ukiangalia ile picha wewe mwenyewe utajichukia. Maana yake nini? Maana yake miaka 10 iliyopita wewe ulivyo ulikuwa ni mtu wa maana zaidi. Hata ulikuwa hauhitaji Carolite, wala ulikuwa hauhitaji podozi, ulikuwa unaita. Leo kufanya joka sokero mbibi makosi. Sema amina watumishi wa Mungu. Sikia sema amina wana baba. Muko wa mama hapa mwe mwali wandu. Mwali wandu. Naye kwa upande wake DCP Ahmed Mwendadi akitoa salamu kwa niaba ya mkuu wa jeshi amesema jeshi limempoteza mpiganaji muhimu sana aliyekuwa akifanya kazi kwa utii, weledi na kujituma, huku mkuu wa magereza mkoa wa Mbeya Saka Raymond Mwampashe akisema walipokea taarifa za msiba kwa masikitiko makubwa. Nimesimama mbele yenu kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa Magereza. Alitamani sana kuwa nasi siku hii ya leo, lakini kutokana na majukumu na alikuwa yuko nje ya nchi. Kwa bahati nzuri au mbaya amewasili leo hii tena kwenye majira ya saa 4. Kwa hiyo aliniagiza kwamba niweze kumwakilisha yeye kwenye tukio hili muhimu. Salamu zake kwa kweli anatoa pole kwa familia ya mzee na mama Mwakibibi. Niweze kusema mzee na mama Mwakibibi mlimlea Gibson kwa miaka kadhaa, lakini kama ilivyosomwa hapa, alijiunga na jeshi la magereza mwaka 1985. Miaka yote hiyo tuko naye. Tulikuwa tunatarajia kumwaga rasmi kumaliza utumishi wake katika jeshi la magereza mwaka kesho mwezi wa 6. Kwa bahati mbaya tuko naye. Na niseme tu, ukiache Jumatano ya juzi, Jumatano iliyopita nilikuwa naye magereza. Nilikuwa naye Morogoro tukiwa tunafanya kazi moja pale maalum. Nimekuwa naye siku ya Jumatatu, siku ya Jumanne na siku ya Jumatano. Tulipokuwa kwenye maongezi, nilimuuliza marehemu
marehemu, kutokana na uadilifu wako katika utendaji wa jeshi hili, kutokana na ushirikiano wako kwa viongozi na askari wa chini, kutokana na uaminifu wako wa kufanya hii kazi kwa kuaminika kwa viongozi wako, hebu niambie, ukistaafu unatuachia nani katika jeshi? Hiyo ilikuwa ni Jumatano iliyopita, ukiacha hii juzi. Ndiye mkuu wa magereza mkoa wa Mbeya. Nimesimama hapa kwa niaba ya ofisi ya magereza mkoa wa Mbeya na vituo vyake, kwa maana magereza yote yaliyoko katika mkoa huu, chuo Rwanda na chuo Kiwira. Wote kwa pamoja tulipokea taarifa hii ya msiba kwa masikitiko, na tumekuwa wote toka jana hapa, na pamoja nao tumeweza kutoa rambirambi yetu kwa familia. Kwa hivyo nitakabidhi na tunasema pole sana, poleni sana mama mjane na watoto pamoja na wazazi. Msemaji wa familia ndugu Bruno Ruben Mwakibibi akitoa neno la shukrani ameushukuru uongozi wa jeshi kwa ushirikiano waliotoa tangu msiba huu utokee. Toka nilipopata ile taarifa, kwa kweli tumekuwa bega kwa bega toka ile siku ya Ijumaa, tulikaa wote mpaka saa 6 za usiku kuhakikisha hili swala linaenda vizuri. Tatu, napenda kushukuru viongozi wa dini kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakiganga mioyo yetu, kwa maana wamekuwa wakituombea si kwa ajili ya nguvu zetu wala uweza wetu mpaka hapa tulipo. 4, napenda kuwashukuru viongozi wa serikali kwa maana madiwani, viongozi wa vijiji na vitongoji. Je, marehemu wakati akiagwa tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2025 huko makao makuu ya jeshi la magereza eneo la Msalato jijini Dodoma, baadhi ya watumishi wenzie walimzungumziaje? Kwa jina naitwa kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la magereza Kenneth Elia Mwambiji. Tuko kwenye viwanja hivi leo vya makao makuu ya jeshi la magereza. Askari wa cheo cha Rwanda na wapi tunaomba kumsaidia kwenda kugoma. Assistant Commissioner Mwakibibi ambaye amefariki jana. Kweli jeshi la magereza tumepata pigo kwa sababu tunapoteza ofisa mchapakazi, mwadilifu ambaye kimsingi kwa kweli bado tulikuwa tunamhitaji kama jeshi la magereza katika kipindi hiki. Jeshi la magereza tutamkumbuka daima na tutamwenzi kwa utumishi wake. Kwa jina naitwa mkaguzi msaidizi wa magereza Salimini Saidi Mtendaji. Marehemu afande Mwakibibi na mfahamu kwa maana kwa wani serikali mwaka 96. Ni zangu ambaye kwa muda mrefu nimefanya naye kazi kwenye kituo cha makao makuu. Kwa mara kadhaa amekuwa anakuja makao makuu na kuhama kwenda vituo vingine na kurudi. Kwa hiyo marehemu afande Mwakibibi namkumbuka hasa kwenye masuala ya michezo. Alikuwa ni mshiriki vizuri kwenye veterani na hasa ya mpira wa miguu. Kwa zaidi alikuwa ni mtu anapenda kucheka na kila mmoja na hasa kwa mawazo kwa maana ya kujenga pale unapokwenda kinyume na utaratibu wa kazi ama hata kwenye jamii unazokutana. Kwa hiyo ni pigo kubwa kwa wanajamii, jeshi la magereza na hata wizara ya mambo ya ndani. Kwa majina anaitwa Assistant Inspector Magdalena Joseph Mlai. Kwa kweli kifo cha afande wetu au bosi wetu nimekipokea kwa masikitiko makubwa. Kwa kweli tumeshtuka sana kwa kupata hiyo habari. Alikuwa ni mtu ambaye kwa kweli hata tuwezi kumwelezea. Ni mpiganaji, alikuwa ni mshauri, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni muunganishi, mpatanishi. Kwa kweli pigo hili watu wengi wanalia, vituo mbalimbali alikuwa anafanya kazi. Kwa kweli wanamlilia. Binafsi nashindwa hata nieleze vipi. Kwa kilichotupata au kwa kile ambacho tunakisikia. Mpaka sasa hivi hapa tulipo bado hatuamini, tuko tunasubiri mwili uingie, labda tutaamini ni kweli. Yaani mpaka sasa hivi bado hatuelewi. Tuko njia panda.
Ex-ACP Gibson Ruben Mwakibibi aliyehifadhiwa leo katika nyumba yake ya milele alizaliwa tarehe 26 mwezi wa kwanza mwaka 1966 katika kitongoji cha Igogwe, kijiji cha Rukata, wilaya ya Rungwe, mkoani Mbeya, akiwa amelitumikia jeshi la magereza takriban miaka 40. Aidha, kutokana na upendo aliokuwa nao kwa wenzake, kuanzia sehemu aliyokuwa akifanyia kazi hadi nyumbani kwake alikozaliwa, mazishi yake yamehudhuriwa na umati mkubwa wa watu, wakiwemo viongozi wa dini na serikali, watumishi wa jeshi na familia zao, bila kusahau wananchi kwa ujumla. Marehemu ameacha mke na watoto 4. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Tukiripoti kutoka katika wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya, ni Javius Kaijage Biarushengo na Eneliko Ilali wa PHQ Habari. Fungoa usalama. Sasa moja piga. Sasa moja piga. Sasa moja piga. Fungoa usalama. Maisha ya duniani mafupi sana, mafupi tena yaliyojaa mashaka. Kitambo kidogo sana yanachanua, na kisha kama maua yananyauka. Maisha ya duniani mafupi sana, mafupi tena yaliyojaa mashaka. Kitambo kidogo sana